Seneta wa Paraguay ameweza kumbagua Kylian Mbappe kwa kumuita sokwe. Sasa scenario iko hivi, kuna page ambayo iliposti Kylian Mbappe alikataa kupokea mkono wa goalkeeper wa Paraguay Gil. Hii ni kutokana pia na jinsi ambavyo game ilikuwa na tempa kubwa sana. Sasa seneta huyo katika ukurasa wake wa Twitter pale aliweza kuandika baadhi ya maneno ambayo yaliweza kutake over dunia nzima na watu wakashangaa, hey, kwa nini ameweza kuandika hivi? Ni kitu ambacho sio cha kiwa na michezo na kubagua, pia seme ni ubaguzi wa rangi, kwa sababu kasema bruto, yani mjinga. Akasema Mbappe ya kunyonya maziwa ya mama yake, alinyonya nazi kwa sababu alikuwa ni sokwe. Then akamwambia goalkeeper wa timu ya taifa ya Paraguay Gil alistahili kumuonyesha kidole cha katikati cha matusi, kwa sababu hata yeye anafanya hivyo bungeni pale Paraguay. Senator akuishia hapo, alikuja na posti zingine baada ya kukusanya some pictures ambazo zilitokea katika game hii, akisema Mkameruni ambaye alikoloniziwa na Ufaransa, mwenye kiburi na ambaye amepata utajiri hivi karibuni. Benchi nzima alikuwa na hofu kubwa, lakini wameweza kwenda kupata matokeo ambayo ni mazuri kwa upande wao. Na hata katika mechi nzima tumeona jinsi ambavyo walikuwa na hofu. Goli yenyewe ambalo wamelipata lilikuwa la bahati. Walistahili baada ya game kuenda kumpiga makofi Kylian Mbappe. Hapo Senator akisema wachezaji wa Paraguay walistahili kwenda kumpiga makofi Kylian Mbappe baada ya mchezo. Akamalizia kwa kusema kwamba anasema hivyo kwa sababu yeye pia sio shabiki wa mchezo wa mpira wa miguu. Senator akamaliza hapo. Sasa Kylian Mbappe alikuja akajibu katika andiko hilo la Senator wa pale Paraguay. Mbappe alijibu pia. Mbappe alianza kumjibu kwamba B Celeste Amarilla ndo jina la huyo Celeste wa pale Paraguay, akisema hastahili kwenye nafasi ambayo yupo. Ameweza kudhoofisha ile nguvu kazi ya Paraguay katika World Cup, na safari nzuri ya kuvutia Paraguay kwenye World Cup imesaulika kutokana na maneno yake ya ubaguzi. Kylian Mbappe aliongea maneno ambayo watu wengi walivutiwa nao pia mtandaoni, huku rais wa Ufaransa akusalia nyuma. Macron naye alikuja akiweza kumsupport Kylian Mbappe lote, akisema kwamba goli lingine kwa Kylian Mbappe, maana yake Mbappe amepiga goli nje ya pitch baada ya kufunga goli ndani ya pitch. Sasa nje ya pitch kupinga ubaguzi, akisema safari hii Macron yupo sambamba na Kylian Mbappe kupinga ubaguzi. Tukumbuke Emmanuel Macron ni rais wa Ufaransa na amemsupport Mbappe katika eneo hili la kupinga ubaguzi kabisa. Haikuishia hapo. Shirikisho la soka la pale Ufaransa FFF walikuja kusema kwamba Celestin Marira kauli yake ya ubaguzi haikuwa sahihi na watakata rufaa. Tuseme wameshakata rufaa kwenda against na kitu ambacho Celestin Marira aliweza kukizungumza. Paka hapo Kylian Mbappe anaonekana kupinga ubaguzi 100%, na binafsi Celestin Marira hajafanya jema kabisa katika eneo hili. Angeacha mambo ya football pembeni. Yes, ni game ambayo ilikuwa na intensity kubwa, lakini kitu ambacho amekifanya binafsi sio kitu cha kiungwana.